Wote alionipa Baba watakuja kwangu, nami nitamfufua siku ya mwisho. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amina. Wapendwa taifa la Mungu, kwa tabia wanadamu tuna kishawishi cha kujigamba. Kwa bahati mbaya lakini tunaweza tukajivunia au tukajigamba kwa mambo yasiyo na maana, au ukisema moja kwa moja zaidi, tunaweza kujigamba kwa mambo ya hovyo. Watu wa Efeso walikuwa na tabia ya kujigamba kwamba wao ni raia wa Kirumi, pamoja na kwamba waliishi maeneo ya Uturuki, lakini walipenda kujibainisha kama Warumi. Sifa za Mrumi zilikuwa zipi? Za watu wa mapambano, za watu wa malimwengu, za watu wa matabaka tabaka. Na hayo sio mambo ya kujivunia. Paulo mtume anatofautiana kabisa na watu wa Efeso. Katika somo la kwanza, badala ya kukaa na Waefeso na kusema mimi ni raia wa Kirumi, ametupa fundisho zito la Kikristo. Ametufundisha kwamba uraia wetu uko mbinguni. Kwa maneno mengine, sisi tunaoishi hapa duniani ni wapita njia. Mungu ametupa uhai wa hapa duniani kama tunavyojifunza katekisimu, ili tumjue, tumpende, tumtumikie na mwisho tutukuke naye mbinguni. Na hilo ni jambo ambalo kila mbatizwa anatakiwa alifahamu na alifurahie moyoni mwake. Sisi tulipobatizwa tulianza safari yetu, safari ya maisha iliyotuunganisha na Kristo katika mateso, katika kifo na katika ufufuko wake. Kwa hiyo tunayo haki sio ya kujigamba, bali ya kufurahi kwamba sisi ni watu wake Kristo. Kwa kuwa kwa kubatizwa kwetu tumeshirikishwa mateso, kifo na ufufuko wake. Tumefanywa viumbe wapya na tumepewa wito wa kuwa wafuasi na mashahidi wa ufufuko wa Kristo. Katika somo la Injili yetu ya leo, Yesu anatubainisha kwa hulka aliyotupa. Anatutambua kama watu wake na ametufundisha kwamba sisi tulio watu wake Kristo
ni watu wa Mungu. Mungu ambaye ni Baba, Mungu ambaye ni Mwana, Mungu ambaye ni Roho Mtakatifu. Na Yesu anatupa neno la faraja kwamba sisi tuliofungamanishwa naye hataki tupotee, hataki kumpoteza hata mmoja. Na kwa sababu hiyo alitoa sadaka ya kutosha, sadaka timilifu kwa ajili ya wokovu wetu. Lakini tuwe makini, kama Yesu hataki kumpoteza hata mmoja wetu, ni lazima na sisi tusipende kupotea. Mtakatifu Agustino anatufundisha hivi, nisamehe nitasema kwa Kilatini alafu nitafsiri. Deus creavit te sine te, sed non liberavit te sine te. Siwaambii mrudie. Mungu amekuumba bila kukuhusisha wewe, lakini hata kukomboa bila kujihusisha naye. Kwa hiyo pamoja na kwamba tumekombolewa na Kristo, lakini ni lazima tupende, ni lazima tukubali kupokea hiyo zawadi ya wokovu na kuimiliki na kuifanya iwe yetu, kwa maisha yetu, kwa vipaumbele vyetu, kwa uwajibikaji wetu na kwa mahusiano yetu. Na waalikeni kila mmoja aliyeko hapa apende kupokea hiyo zawadi ya wokovu ambayo Kristo anatuzawadia bila mastahili yetu na bila kujihusisha kwetu, na ambayo lakini anataka tuikumbatie, tuifurahie, tuishuhudie na kuitangaza kwa wengine. Tuko hapa kumwombea, kumwaga na kumsindikiza mpendwa wetu Padre Paul Sabuni Nsekela Mboje. Huyu alianza safari yake kama Mkristo alipobatizwa, akawa mtu wake Kristo, mtu wake Mungu. Na Mungu kwa huruma na upendo wake akajenga juu ya hiyo neema ya ubatizo, akamwita kwa wito wa upadre, na amekuwa padre mfurahivu, mchapakazi na mwingi wa upendo kwa miaka takriban 12. Tunamshukuru Mungu kwa zawadi ya Padri Mboje kwa kanisa la Dar es Salaam, lakini pia tunamshukuru Mungu kwa zawadi ya Padri Mboje kwa kanisa la Tanzania na kanisa la ulimwengu. Ndugu zangu, kama nilivyokwisha kusema, sisi hapa duniani ni wapita njia. Wanafalsafa wanatufundisha kwamba kuna baadhi ya mambo ambayo tuna hakika nayo, lakini kuna jambo moja
ambalo tuna hakika bayana nalo ni hili: sisi ambao tumekwisha kuzaliwa tuna hakika siku moja tutakufa. Sasa sisemi hivyo ili niwatishe, nasema hivyo ili tukumbuke ukweli wetu. Kwa kuwa tunajua kwamba siku moja lazima tutakufa, basi tuishi vizuri, tuishi kiadilifu na tutumie muda wetu vizuri. Kuna mtaalamu mmoja alisema, katika kuishi maisha yako, ishi kila siku kama vile ndiyo siku yako ya kwanza, kama ndiyo siku yako ya pekee, na kama ndiyo siku yako ya mwisho. Huo ni wajibikaji mkubwa, lakini pia kuishi hivyo ni kuishi kwa umakini. Tunapomshukuru Mungu kwa zawadi ya Padre Mboje, kwa utume alioufanya na kwa ushuhuda alioutoa, tunaendelea kutambua kwamba alikuwa mwanadamu. Nasi wanadamu tuna majeraha yetu. Tunamwomba Mungu amsamehe lolote lililopungua katika majitoleo, katika ufuasi na katika utume wake. Napenda kutumia fursa hii kutoa pole kwa wote walioguswa kwa namna ya pekee na msiba huu: wazazi wake, ndugu zake, jamaa zake, wana darasa wake ambao walikuwa karibu naye sana katika kipindi chake cha kupambana na maradhi yake. Lakini pia natoa pole nyingi kwa mapadri wote wa Jimbo Kuu la Dar es Salaam, mapadri wa jimbo na mapadri wa mashirika ambao mlimfahamu Padre Mboje, mmefurahi pamoja naye na mmetenda kazi pamoja naye. Natoa pole kwa waamini wote wa Jimbo Kuu la Dar es Salaam. Sisi tunaoomboleza tuendelee kumwomba Mungu anayeita watu katika shamba lake awaite wengine watakaojaza pengo lililoachwa na marehemu Padre Paul Sabuni Nsekela Mboje. Raha milele umpe Bwana, apumzike kwa amani.